Baduke Stars, Sport Next Level. Wekundu wa Msimbazi Simba wataendelea kuwa juu dhidi ya Pyramids, hata kama Pyramids ya Misri itatoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kuizidi kete Mamelodi Sundowns katika fainali yao ya pili itakayochezwa kule nchini Misri. Inakumbukwa vizuri kwamba Mamelodi Sundowns na Pyramids katika mechi ya kwanza iliyochezwa kule Afrika Kusini, matokeo yalikuwa ni 1-1. Maana yake ni nini? Ni kwamba Pyramids wana nafasi nzuri ya kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wakiwa nyumbani kwao kina Fisto Kalala Mayele, kina Ibrahim Adel katika kikosi chao cha timu ya Pyramids watahitaji suluhu. Wakiipata tu suluhu tayari wao ni mabingwa, kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 1-1. Kanuni za michuano ya CAF ya klabu, matokeo yanapolingana baada ya mechi za nyumbani na ugenini kwa timu zote mbili, ile iliyopata bao la ugenini inakuwa na faida zaidi. Pyramids walipata bao ugenini, tunakumbuka vizuri. Lakini option nyingine, chaguo lingine kwa Pyramids ili kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika ni kupata ushindi wowote. Lakini ikitokea wakapata sare ya mabao 1-1, maana ni kwamba matokeo ya jumla yatakuwa 2-2, watakwenda katika mikojo ya penalty ambazo kwa kawaida huwa hazina mwenyewe. Haya ni matokeo ya 50-50 kwa timu zote mbili pindi yakitokea hivyo tena. Lakini sare ya mabao zaidi ya moja, 2-2 plus labda 2-2, 3-3, 4-4, maana yake Mamelodi Sundowns watatoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wao ndio watakaonufaika na bao la kanuni ya bao la ugenini, kwa sababu watakuwa wamefunga mabao mengi ugenini kulinganisha na Pyramids ambao walitoka 1-1 kule nchini Afrika Kusini. Lakini Mamelodi ushindi wote akiupata, Mamelodi watakuwa mabingwa, Pyramids wataishia kuliona kwa macho tu taji hilo ambalo siku hii ya Juni mosi maana yake litakuwepo uwanjani kushindaniwa. Lakini kwa nini naeleza yote haya? Ni kwa sababu katika uwasilishaji wetu uliopita hivi karibuni tulieleza namna ambavyo Pyramids katika sehemu mojawapo wanaweza wakapanda na kuipiku Simba na wao kutoa nafasi ya 5, Simba ikaenda nafasi ya 6. Lakini katika presentation hiyo uwasilishaji huo tulifafanua na kuomba radhi kwamba Pyramids hata watoe ubingwa kamwe hataweza kuipita Simba. Lakini pamoja na maelezo hayo, bado maswali yamekuwa mengi kwetu, na hivyo tunalazimika kutoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na swala hilo. Iko hivi: namba 1 mpaka sasa kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambalo lenyewe huangalia ufanisi wa klabu zote katika michuano yake ya klabu kwa misimu 5 ukiwamo msimu uliopo. Maana yake hapa tunazungumzia msimu huu 24-25 mpaka msimu 2020-2021, ni kwamba Ahli ya Misri bado ni namba 1 ikiwa na pointi 78. Tunakumbuka vizuri kwamba Al Ahli hawapo tena kwenye michuano ya CAF msimu huu baada ya kutolewa katika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika walipocheza dhidi ya Mamelodi Sundowns. Namba 2 kwa ubora ni Mamelodi Sundowns ambayo yenyewe inashika nafasi hii ikiwa na pointi 62, lakini inao uwezo wa kuongeza pointi hizi endapo itatoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika kama nilivyotoka kuelezea katika finali ya pili dhidi ya Pyramids. Maana yake wataongeza pointi zao, pointi 5 zaidi zitakuwa pointi 67. Kwa ufafanuzi tu ni kwamba kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa na hata kombe la shirikisho, kuanzia hatua ya makundi kwenda mbele, yani kwa maana robo finali, nusu, kila hatua baada ya kutinga hatua robo finali, timu inapokwenda mbele ni rahisi. Kama unazijua pointi zake, basi unaongeza 5 kile inapopiga hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo hawa Mamelodi wakitoa ubingwa wataongeza pointi 5, zitakuwa 67 endapo tu watatoa ubingwa. Vinginevyo watabaki na pointi 62 na watakuwa katika eneo hili nafasi ya pili kwa viwango vya ubora, kwa sababu ya 3 ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe ina pointi 57, haimo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunatambua vizuri Esperance de Tunis iliondoshwa katika michuano ya ligi ya mabingwa na Mamelodi Sundowns. Lakini ya 4 ni RS Berkane, timu kutoka nchini Morocco ambayo hivi sasa ina pointi 52. Ilizipata baada ya kuwafunga Simba katika finali ya kombe la shirikisho kwa jumla mabao 3-1 kufuatia sare ya 1-1 kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, wakati kwenye mechi ya kwanza tarehe 17 walishinda 2-0. Ndio maana matokeo ya jumla 3-1, wakajiongezea pointi kutoka pointi 47 walikuwa nazo awali, wakaongeza pointi 5
na sasa wako nafasi ya 4 wakiwa na pointi 52, wakiishusha Simba iliyokuwa ikishika nafasi hiyo, na sasa Simba iko nafasi ya 5, Simba ya Tanzania mnyama akiwa na pointi zake 48. Ya 6 ndio Pyramids ya Misri yenye pointi 42, lakini ukitaka kujua ya 7 hapa ni Zamalek ambayo pia ina pointi 42. Ya 8 ni Wydad Casablanca ya Morocco ina pointi 39. Ya 9 ni USM Alger ina pointi 37 ya Algeria. Ya 10 ni CR Belouizdad ya Algeria ina pointi 36. Ya 11 Yanga Wananchi ya Tanzania ambayo yenyewe ina pointi 34. Ya 12 ni ASEC Mimosas ya Ivory Coast yenyewe ina pointi 33. Sasa kukumbushana tu, kwa nini Pyramids hawawezi kuipiku Simba na Simba itabaki kuwa pale pale kwa rekodi hizi za sasa? Labda itokee hivyo baadaye, kwa maana msimu 25-26 kutokana na performance, ufanisi wa timu zote, ni kwamba Pyramids wakitoa ubingwa pointi itakayoongezeka hapa ni 5, na hivyo watakuwa na pointi 47, ilhali Simba wana pointi 48. Ndio maana tunasema Simba itaendelea kuwa kubwa zaidi ya Pyramids, hata kama Pyramids itatoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukubwa tunazungumza hapa ni kwenye eneo la kuchezea kwa vigezo vya CAF. Maana mwingine asije kashangaa, ukubwa upi? Kwenye msuli wa kifedha Pyramids wako juu, rasilimali watu na maeneo mengi Pyramids tunafahamu wako vizuri zaidi kuliko Simba maradufu. Lakini kwenye eneo la kuchezea kwa vigezo vya CAF, Pyramids hata wakitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika pointi zote zitakuwa 47, Simba na pointi 48, Simba itaendelea kubaki kwa ya 5, Pyramids itakuwa ya 6. Hizi pointi zimepatikana vipi? Iko hivi, tunakumbushana. Kwa kawaida kwenye misimu ile mitano kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho kuna ugawaji wa pointi ambao CAF hufanya, na kisha kuna vizidishio vyake ambavyo kwa kukumbushia tu. Misimu mitano tutaangalia msimu wa 2020-2021, tutaangalia msimu wa 2021 2022, lakini pia kuna msimu wa 2022 2023, kuna msimu wa 2023 2024, halafu msimu unaoendelea 2024 2025. Yes, tunatambua vizuri. Kwa kawaida point zinazopatikana katika zilizoonekana timu kupata katika msimu ule wa kwanza katika misimu mitano kuanzia nyuma kule tunazidisha mara moja. Pointi zote zikipatikana hapa tutazidisha mara moja. Tutatuongeza nafasi nyingine. Yes. Msimu wa 2020-2021 pointi zote zikipatikana zinazidishwa mara moja. 2021-2022 mara 2. 2022-2023 mara 3, maana ni watatu kutoka ule mmoja wa kwanza, hapa mara 4. Msimu huu pointi zozote zikipatikana nazidisha mara 5. Ndio vizidishio vyake, coefficient number ya kuzidishia inayotokana na pointi umezipata msimu upi. Sasa tukumbushane vizuri, katika ligi ya mabingwa timu na hata kombe la shirikisho ukiingia tu ya makundi ndipo pointi huanza kuhesabiwa. Katika ligi ya mabingwa ukimaliza mkiani unapata pointi 1, wa pili kutoka mkiani pointi 2, timu mbili za juu zinazofuzu kwa robo finali zinapata pointi 3, nusu pointi 4, finali pointi 5, bingwa pointi 6. Katika kombe la shirikisho ukiwa umemaliza mkiani hatua ya makundi una pointi 0.5 ambayo ni nusu, wa pili kutoka mkiani pointi 1, timu mbili za juu ya kwanza na ya pili zinafuzu hatua ya robo finali zinapata pointi 2, nusu finali kwenye kombe la shirikisho pointi 3, finali kwenye kombe la shirikisho pointi 4, bingwa kwenye kombe la shirikisho pointi 5. Sasa Pyramids ambao ndo tuliangalia zaidi hapa kuthibitisha kwamba haiwezi kuipiku Simba ni kwamba msimu wa 2020-2021 tunakumbuka vizuri ilifika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, ikatolewa na Raja Casablanca ya Morocco kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo nusu finali ilipata pointi 3 kwa msimu huu, kizidishio chake ni mara 1, kwa hiyo hapa walipata pointi 3. Msimu wa 2021-2022 Pyramids waliishia hatua robo finali, walitolewa na TP Mazembe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa matokeo ya jumla ya 2-0. Walifungwa 2-0,
walitoa bila. Kwa hiyo walishia robo finali. Robo finali ni pointi 2 kwenye kombe la shirikisho. Kwa msimu huu tunazidisha mara 2. Kwa hiyo wakawa na pointi 4. Msimu wa 2022-23 Pyramids kwa mara nyingine tena walishia hatua robo finali. Walitolewa na Marumo Gallants ya Morocco ya Afrika Kusini katika msimu ambao wana finali walikuwa ni Yanga na USM Alger wakatoa ubingwa kwa faida bao la ugenini kwa sababu walishinda 2-1 kwa Mkapa. Kwa Algeria Yanga walishinda 1-0, matokeo ya jumla 2-2, USM Alger wakatoa ubingwa. Katika msimu huu Pyramids walishia robo finali hiyo kwa kutolewa na Marumo Gallants ya Afrika Kusini. Kwa hiyo walipata pointi 2 kwa msimu huu, inazidishwa mara 3, kwa hiyo wakawa na pointi 6. Halafu msimu uliopita 2023-24 Pyramids walishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakaingia hatua ya makundi, wakiwa kwenye kundi A wakamaliza mkiani. Kumaliza mkiani kwenye ligi ya mabingwa unapata pointi 1 kwa msimu huu, kizidishio chake ni mara 4. Kwa hiyo walikuwa na 1 mara 4. Matokeo yake wakawa na pointi 4. Lakini msimu huu mpaka sasa wako finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Bado hawajajua hatima yao mpaka watakapocheza mechi ya pili hiyo Juni mosi. Sasa kufika finali kwa sasa maana yake wamepata pointi 5 kwa msimu huu, tunazidisha mara 5. Kwa hiyo ni 5 mara 5 ambayo ni pointi 25. Ukizijumlisha hizi pointi ndipo unapata pointi 42 walizonazo sasa. Lakini kama watatoa ubingwa dhidi ya Mamelodi Sundowns, maana yake tutabadilisha hapa kutoka kuzidisha 5 mara 5 itakuwa sasa ni 5 mara 6 kwa sababu bingwa ligi ya mabingwa anapata pointi 6. Kwa hiyo hata hapo kwenye 25 patabadilika, panakuwa 30. 5 mara 6 ni 30. Ukiweka 30 hapa sasa ukizijumlisha zitabadilika hapa, itakuwa tena 42, itakuwa pointi 47. Maana ni 30 jumlisha 4 34 jumlisha 6 40 jumlisha 4 48 jumlisha 3 47. Watakuwa na pointi 47 ambazo hazifikii pointi za Simba ambazo ni 48. Wakitoa ubingwa wao watakuwa na pointi 47. Sasa bila shaka utakuwa umeelewa vizuri ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level kwamba Pyramids hawawezi kuipiku Simba kwa sasa, kwa sababu hata wakitoa ubingwa pointi watakazofikisha ni pointi 47, ila hali Simba wana pointi 48. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.